sababu ya faida yako wewe mtazamaji, ningependa tuweze kuangazia vyama vya walimu nchini. Kwenye kiwambo chako unavyoona ni kwamba kuna chama cha kitaifa cha walimu nchini Kenya ambacho ni chama cha KNUT. Sio hii Nick, tunaangazia vyama vya walimu nchini. Kwanza kabisa tuna chama cha kitaifa cha walimu nchini Kenya, KNUT. Ni chama ambacho kinawakilisha walimu, hasa walimu wa shule za msingi. Vilevile tuna chama cha walimu wa shule za upili wa vyuo vya kadri ambayo ni KUPPET. Bado sio hiyo. Chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET ni chama ambacho kinawakilisha walimu wa shule za upili na vyuo vya kati. Vilevile tuna chama cha walimu wa elimu maalum nchini Kenya, KUSNET, ambao huwakilisha walimu wanaofundisha wanafunzi wenye mahitaji maalum. Ndo hii sasa. Alafu kuna chama kingine, chama cha 4 ambacho ni chama cha kitaifa cha walimu NEU, National Education Union. Ni chama kinacholenga walimu wa ngazi mbalimbali japo si maarufu sana humu nchini. Chama cha walimu wa chekechea huwakilisha walimu wa elimu ya awali ECDE, na chama cha walimu wa elimu ya ufundi ambao huwakilisha walimu wa vyuo vya ufundi na mafunzo ya kiufundi TVET. Sasa mtazamaji, tuangazie jukumu la vyama vya walimu nchini ni gani? Kwa sababu unajua tunapozungumzia vyama vya walimu, mwanzo kabisa tunajua kwamba vyama hivi vinastahili kutetea, kujadili marupurupu na mishahara ya walimu. Ndilo jukumu la kwanza, kutetea nyongeza ya mishahara, vyeo na madaraja, na vilevile kupinga au kufuatilia utekelezaji wa mikataba mahakamani. Tuangazie jukumu lingine la vyama vya walimu. Vilevile kutetea haki za ajira za walimu, kuwakilisha walimu katika kesi za kinidhamu, kupinga uhamisho usio wa haki, kusimamishwa kazi au kufutwa, na hali kadhalika kusimamia maslahi ya walimu mahali pa kazi. Tunazidi tu kuangazia jukumu la vyama vya walimu humu nchini. 3 ni kushiriki katika sera za elimu kama vile mabadiliko ya mitaala, mfano kutoka mtaala wa elimu 844 hadi CBE, masuala ya mzigo wa kazi kwa walimu, ajira na upangaji wa walimu hasa wa junior secondary, na mafunzo pamoja na maendeleo ya kitaaluma ya walimu. Hali kadhalika vyama vya walimu nchini huandaa migomo kuhamasisha wanachama kushinikiza serikali na mwajiri wake TSC. Vilevile hutumia mgomo kama chombo cha mwisho cha mazungumzo. Kwa hivyo baada ya mazungumzo kugonga mwamba, vyama hivi hushinikiza walimu kuingia mitaani, kuandamana na kufanya migomo. Vilevile vyama hivi vya walimu huwa na ushawishi wa kisiasa, ushawishi wa bunge na maseneta, hutoa maoni kuhusu miswada ya elimu, na wakati mwingine hujihusisha na siasa za taifa. Jukumu lingine la vyama vya walimu mtazamaji ni mwisho kabisa. Haya, tutakuwa tunaangazia hayo mengine baadaye, lakini kwa sasa mtazamaji, sasa ni wakaribishe wageni wangu studioni. Niwatambulishe tena kwa sababu unajua Waswahili wanasema asiyekujua hakudhamini. Mwisho kabisa na ambaye ameungana nasi sasa hivi ni Mwalimu Tom Nyambeka, ni mwandishi wa vitabu, vilevile ni mwalimu na ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Katikati ameketi Odhiambo ambaye pia ni kutoka chama cha walimu KNUT na ni naibu katibu mtendaji kutoka chama hicho, na mwisho kabisa tunaye Bwana Ronald Tonui ambaye ni mweka hazina msaidizi wa kitaifa wa chama cha walimu KUPPET. Na papo hapo nitakuwa sasa ninaingia kwenye mjadala. Tumeangazia vyama vya walimu nchini. Najua vyama vya walimu ambavyo vinatambulika sana ni vyama viwili, KNUT, KUPPET. Lakini tumeona pia kuna vyama vingine. Na wakati ambapo chama cha KUPPET kiliundwa, kulikuwa na sababu. Kwa sababu walimu wa shule za sekondari walihisi ni kana kwamba hawajawakilishwa vilivyo. Lakini nikielekeza swali hili kwako Bwana Tonui. Chama hiki cha KUPPET kilipoundwa ni mwaka wa 1998 na 98. Kilidhamiria kuangazia maslahi ya walimu wa shule za sekondari, lakini ni kama sasa kimeleta mgawanyiko
katika ule muungano uliokuwepo kwa walimu. Ni kweli au si kweli? Sikubali. Nafikiria KUPPET imekuja kwa vile there is a special sector ya secondary school. So wakati walimu wote walikuwa kwa KNUT, walimu ya sekondari hawakuwa napata nafasi ya kuchaguliwa juu ya numbers for primary school teachers. Ndio wakaamua issue zao ni special na ni tofauti, afadhali tukue na union yetu tofauti. Kwa hivyo haijalegeza ile nguvu ya sauti ya walimu? Bado. Kwanza saa hii nguvu ya walimu ni kubwa zaidi, ni strong. Uliona 2024 wale walikuwa na weka zaidi Kenya hii ni KUPPET. Uliona ile strike ilikuwa Kenya mzima, na walimu waliandamana, walijaa streets, kila mahali walifunga mashule wiki mzima. Hata ile union ya zamani, ile former union KNUT, hakuweza kutujoin. So KUPPET has been very effective in serving teachers. Anasema KUPPET has been very effective, na kwamba ilipoundwa haikugawanya ile nguvu na sauti ya walimu. Wacha tusikie kutoka kwa chama cha walimu KNUT. Tumeangazia baadhi ya majukumu ya vyama vya walimu humu nchini. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba chama cha walimu KNUT kimeweza kuafikia ndoto yake ya kweli kutetea maslahi ya walimu humu nchini? Asante. Ningependa kwa kwanza kwa kutuma rambirambi kwa wenzetu ambao walipoteza maisha yao last Saturday kutokana na ajali ya barabarani ambapo matatu ikaja ikagonga walimu na tukapoteza wenzetu wawili. Hivyo hata tukiwa sasa hivi tunaomboleza. Ndiposa hujamuona Bwana Mugwe Macharia na ndugu yangu Mathenge kwa ajili ya hiyo shughuli, wako milimani kule. Kabla sijajibu swali lako, ningependa tu kukosoa ndugu yangu Mheshimiwa Tunui akisema kwamba muungano wa KUPPET iliundwa kwa sababu walimu wa sekondari wako wanachaguliwa. Mimi singependa siasa, lakini tungetumia data. Uongozi ya KNUT, tukianza na AAA, Ambrose Adea Dong alikuwa mwalimu wa sekondari. Bwana Sosion alikuwa mwalimu wa chemistry. Tenwek mwalimu wa sekondari. Kwa hivyo anajua vyema kwamba mara mingi serikali hutumia mbinu mbalimbali kugandamiza na kumaliza nguvu ya vyama. Sio serikali ya Kenya peke yake, lakini mtindo dunia nzima. So waliona vyema wakati ule wa rais aliyekuwepo Moi kugawa chama ya walimu kwa kuzivunja vidogo vidogo, ndiposa KUPPET kuzaliwa. Wao walidhani tutazaliwa wa pili, wakavunja tena, tukazaliwa KUSNET ambao umetaja hapo. Na bado naona wana njama ya kuivunja zaidi. Lakini kukuja kwa KNUT inafanya kazi yake vilivyo kulingana na katiba. Na KNUT ijai bagua mwalimu wote, hata hawa ya sekondari. Kwa mfano tukiongelea hii msiba ambao tunataja saizi, katibu wetu mkuu alikuwa nje kwa ajili ya uchaguzi na naibu wake na timu yote. Alitupatia amri wale ambao tuko Nairobi. Tulihakikisha kwamba hawa wenzetu, ingawa uchaguzi ulikuwa KUPPET, mimi mwenyewe nilikuwa Scholastica, ule ndugu Jacob akiaga aliaga nikiwa hapo. Hakukuwa na uongozi wote wa KUPPET. Ule ambaye alikuwa pale Aga Khan alikuwa ni Bwana Mugwe, ndiye baadaye sasa katibu mkuu wa KUPPET akaja. Inamaanisha hatuna mpaka. Sisi kama KNUT tumepigania hayo maneno yote ambayo umetaja. Iwe localization, tumerudisha walimu. Wale ambao walikuwa wanapelekwa Kitui tumerudisha hapa. Walimu walilia kwa ajili ya afya yao ambao ilikuwa chini ya mkononi wa Iron Minute. Tumerudisha walimu kwa SHA. Na kwa hivyo ile masimu walimu walikuwa wanapiga usiku wakihangaika hapa na pale iliisha. Walimu wakuu ambao walikuwa wananyimwa nafasi kugombania uongozi katika chama, tumeweza kuongea na mwajiri ambao tunamshukuru kwa wakati huo, anasimamiwa na Madam Mitei ambaye amekuwa akisikiza walimu, anasikiza chama na wako pale kwa niaba ya walimu. Amewawezesha wao kupigania uongozi. Hivyo chama iko na walimu kutoka chekechea hadi shule ya upili. Naam. Sisi kama KNUT
hatuwezi pigana pale hakuna vita. Pale ambayo vita inatakikana tutapigana, na tunatumia maandamano kama kitu ya mwisho. Ile tu akunieleza ni wakati KUPPET iliandamana walipata nini. Tutakuwa tunazamia hayo. Lakini kwa sasa tumshirikishe Mwalimu Tom Nyambeka. Mwalimu, sijui iwapo wewe ni mwanachama wa KUPPET, KNUT, KUSNET au uko tu katikati hapo? Mimi nadhani leo mchakato mzima wa mjadala wa KUPPET na KNUT utanitupa katikati. Na labda nitasema kwamba ni muhimu sana viongozi hawa kukutana kwenye safu kama hizi kwenye TV47 ili kuweza kukaragazana kwa ajili ya dhima moja ya kuwawakilisha walimu wa Kenya. Sidhani kwamba kuna mipaka miongoni mwa walimu. Na ni swala ambalo bila shaka kisaikolojia tunastahili kuliangazia kwa mirengo ya wanafunzi ambao tunawafundisha, kwamba wanafunzi katika safari zao za ukuaji mara nyingi mimi kwenye mchakato mzima wa elimu huwa ninajaribu kusema kwamba tuweze kujinasibisha katika nafasi, kwa sababu vyama vyote vimeundwa vikiwa na dhima moja. Wanafunzi wetu katika viwango vyote vya kielimu wamefungamanishwa na viongozi hawa. Kwa hivyo nitasema kwamba ni swala zuri kwa mwanzo. Niseme kwamba iwe ni KUPPET, iwe ni KNUT, malengo yote ukitazama ni mamoja, kwamba wanajaribu kulilia na kuwapigania walimu ili kuweza kutosheleza maslahi na sera ambazo zinastahili kuwagubika wale walimu. Kwa hivyo mimi nitakuwa katikati, nitasikiliza, alafu labda nitakuwa ninaendelea kutoa michango yangu wakati. Na napenda sana kwa sababu hata tulipokuwa tunakualika tulitaka mtu ambaye yuko katikati. Sasa naelekeza swali kwako. Tumeona chama kikuu au cha zamani zaidi, chama cha walimu KNUT ambacho kilikuwepo. Kukaja KUPPET, kukaja vyama vingine, kwa mfano KUSNET, NEU, KUNOPET, KUTVET. Vyama hivi vyote vya walimu, unadhani kwamba kuwepo kwa vyama vingi vya walimu sasa kunalegeza nguvu na sauti ya walimu kwa jumla? Ninatumai kwamba vyama vilivyo vyama vya kisiasa ni kitu kimoja tu, kwamba kila mmoja atavuta ngozi kwa upande wake, na ngozi hii itavutwa kulingana na idadi. Tuweze kuangalia kwamba kuna vigezo kadhaa ambavyo vinaweza vikafanya chama kikawa imara ama thabiti ili kuweza kuwakilisha na kuwasilisha sera za wale ambao wanasimamiwa. Kwa hivyo nitasema kwamba si idadi ya vyama, kwa sababu tayari tuna vyama vingi ambavyo umetaja. Lakini mafarasi ni wawili, kuna KUPPET na kuna KNUT. Vyama hivi vyote vinajaribu vinajulikana kwa ajili ya jitihada ambazo wamefanya. Alivyosema ndugu yangu, KNUT ni chama ambacho kilianzishwa kitambo sana, mwaka wa 1957. Kisha baadaye KUPPET kikaanza mnamo mwaka wa 90. Kwa hivyo nitasema kwamba si ufuasi wala idadi, lakini nitasema kwamba tunajaribu kuangalia ule muda chama kilipoundwa na shughuli ambazo chama hicho kinatekeleza wasimamiwa. Ndilo jambo ambalo mimi naweza kuzungumza kwamba tunastahili kuangalia. Kwa hivyo vyama ni vingi ndio, lakini vyama ni viwili ambavyo sasa hivi tunazungumzia. Hasa tukizingatia wale walimu wa shule ya chekechea, hata kama wana vyama vyao, mara nyingi huwa wanafungamanishwa na KNUT. Nitasema hivyo kwa sasa. Asante sana Mwalimu Tom Nyambeka. Mtazamaji, nikukumbushe kwamba tunazidi kujadili siasa za vyama vya walimu. Kumbuka ndio msimu wao wa kupiga kura, na hali kadhalika tukiangazia iwapo kweli vyama hivi vinajukumika kama inavyostahili. Swali letu la siku tunalirudia tena na tunakupatia nafasi wewe mtazamaji kuweza kutagusana nasi kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya, YouTube ni TV47 Kenya, na vile vile unatutumia ujumbe mfupi kwenye nambari yetu ya WhatsApp ambayo ndio hii hapa. Na swali lenyewe ni je, viongozi wa walimu hutetea maslahi ya walimu? Viongozi wa walimu hutetea maslahi ya walimu? Lakini kabla sijachukua nafasi yangu, ningependa tuweze kuangazia takwimu zingine ambapo tunaangazia chama cha walimu KNUT. Iwapo ninaweza nikapata picha hizo Nick, kuhusiana na chama cha walimu KNUT, tuangazie chama chenyewe kilianzishwa tarehe ngapi. Ndo hii hapa. Chama chenyewe kilianzishwa tarehe
4 Desemba mwaka 1955 hadi kufikia sasa ina idadi ya wanachama 1174. Na vilevile tuangazie uongozi wa chama hicho. Tunapoangalia katika uongozi wa chama chenyewe cha KNUT ni kwamba kuanzia mwaka 1958 hadi 1969 alikuwepo Joseph Kioni ambaye alikuwa ni kiongozi wa kwanza kabisa wa kitaifa. Vilevile tukawa naye Ambrose Adea Adongo ambaye alihudumu kwa muda mrefu zaidi kuanzia mwaka 1970 hadi mwaka 2001. Akaja Francis Ng'ang'a mwaka 2001 hadi mwaka wa 2008. Akaja Majali Lawrence kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka wa 2010. Akaja David Okuta mwaka wa 2010 hadi mwaka 2012. Sasa akaja Wilson Sosion kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2021. Na sasa katibu mkuu wa sasa wa chama hicho cha walimu KNUT ni Bwana Collins Oyu ambaye amekuwa akihudumu tangia mwaka wa 2021. Tuangazie chama cha walimu KUPPET. Chama cha walimu KUPPET ambacho kilianzishwa tarehe 26 Novemba mwaka 1998 ni chama ambacho kina idadi ya wanachama takriban 1140, na katika uongozi wake chama hicho kimekuwa na viongozi 4 hadi kufikia sasa. Mwaka 1999 hadi mwaka 2002 alikuwepo Tom Chariga. Akaja Wanyonyi Buteo mwaka wa 2002 hadi mwaka 2006. Halafu baadaye akaja Njeru Kanyamba mwaka 2006 hadi mwaka 2011, na sasa anayehudumu kama katibu mkuu si mwingine bali ni Bwana Akelo Misori. Tunazidi tu kupiga darubini taswira ya elimu humu nchini, tukiangazia siasa za vyama vya walimu, mtazamaji, na tukiuliza swali mitandaoni iwapo kweli walimu hawa wanatetea maslahi ya walimu au la. Je, viongozi wa walimu wanatetea maslahi ya walimu au la? Na studioni tunazidi kujadili mada hiyo tukiwa nao wawakilishi wa walimu hapa studioni kutoka KNUT, KUPPET, na vilevile tunaye mwalimu na ambaye pia ni mwandishi wa vitabu. Labda tukirejea kwenye mjadala, kwa sababu tunajikita katika masuala ya siasa na chaguzi hizi, tuangazie chama cha KNUT. Najua kilianza KUPPET kilianza chaguzi zake Januari 10. Yes. Labda tuzungumzie mchakato huo hadi kufikia sasa, mmefikisha chaguzi wapi? Najua huwa mna vote in branches, 47 branches. Kwa hivyo tunazungumza sasa hivi chaguzi zenyewe zimefikia kiwango gani? Asante. Kabla niendelee na hiyo swali, pengine nimalizia ile ya kwanza. Naam. Unaona katika health sector hapo ndio mahali unionism ni strong. Uliona juzi hata wale wanaitwa clinical officers walisaini na agreement ambayo itapeleka mshahara ya clinical officer mwenye ana juu zaidi mpaka 338,000. Mwalimu ya juu zaidi yule anaitwa chief principal mwenye amepaki tu na mwaka mmoja ya kuretire ana 152,000. So unaona hiyo discrimination yenye iko kwa vile ile sekta ya health iko na competition. Kuna unions mingi sawa wanashindana na wanasukuma, na serikali ni willing kulipa wafanyakazi vizuri. That is why wamelipa vizuri clinical officers. Naam. Lakini ile ya walimu vile wanaongelezwa usiku wana call off strike, wanafanya nini, ndio unions in the teaching sector zimekuwa very weak. So sio kwa vile ati imekuwa tu split, no. Ni ile vibrance iko, ile democratization. Haina demokrasia ile imewekwa kama mzingi so that it can't. Wakati kuna democracy kwa union, then utakuwa na viongozi wale wazuri. Lakini vile sasa kama kwetu huku KUPPET, tumeunda ile katiba yetu ya national, kuprotect wenye wako national. Ni kama permanent seats mpaka retirement. Sasa kuna competition kwa national seat. Tukiona mwenye anataka kuleta kichwa tunagonga kichwa.
kuna kitu inaitwa expulsion clause in KUPPET. Unakongwa, unatupwa nchi, you are expelled. Ikionekana you are interested in doing this, tunaongea na TSC. Kwa vile sasa wengine wetu tumeingia mfuko ya TSC. Tunaambia wale wako members hapa, ng'oa hawa, wapeleke wapi? Agency. Mliona, I think wale wana Nairobi walienda kotini, wakapata wakaruhusiwa kupiga kura because walikuwa wameng'olewa from being members waende agency. Kwa vile juu ya manipulation, ndio yule anaitwa classroom teacher asipate chance kucontest election ile ya national. So if you are protected by the employer, the way sahi vile the unions now are protected by the employer, seeing now even wale members wao as if they are competitors, they are enemies. Sasa kutetea walimu wapate ile mshahara mzuri kama wengine in the public sector, kama clinical officers, kama doctors, haitawezekana. So paka tuangalie hizo maneno ya democracy katika union. Ukibadilisha katiba ya chama ya union na kusema nomination ni 500,000 ndio usimame kiti ya national. Halafu angalia payslip ya mwalimu yule wa C2 nafikiria na around 35,000. Sasa ataendea wapi loan mpaka apate hiyo 500? Akucha ambio kwanza uende usimame ile ya chini. Kama ni executive secretary ulipe 200,000. Halafu resign ukucha live another 500,000 to contest kiti ya national. So haiwezekani. So the basis foundation ya hizi union ni mbaya. So haiwezi kutetea walimu. Paka tupatilishe hiyo, tulete democratization. Na kupali KNUT at least imejaribu kwa hiyo. Imejaribu. Hakuna nomination fee. Unasimama tu. Lakini KUPPET hiyo nilikataa. Wakati nilikataa tulikozana nawa mpaka nikafurushwa. Tuangazie sasa chaguzi zimefikia wapi hadi sasa? Uchaguzi tumefanya uchaguzi ya branches kama 21, 21. Na uchaguzi imeendelea vizuri, imeingiliwa na watu wengi. Ya kwanza ni Teacher Service Commission. Umesikia nimesema wamebadilisha members ya KUPPET. Nasikia Nairobi sijui ni wangapi, juu ya kikabila something, nafikiria Kisii na Wajaluo waling'olewa kulingana na yule alikuwa anatakikana. Nimesikia branches wengi wamefanya hivyo because kuna hiyo manipulation. Ndio ikuwe na stooges from branches ndio wanaenda kuconfirm wale wa national. Lakini so far nafurahi walimu wameamua kuchagua watu wenye wako na msimamo ya KUPPET. Kuna ile lineup inakuja zaidi inaitwa Pro Teachers team. Ndio waende wakutane na ile ngine inaitwa Pro Akelo Missouri team. Ile wanasema hii retire sasa tunapeleka hawa nyumbani. Kwa vile Labor Relations Act 2 kuna vile imeeleza that definition yao, unionizable employee can only be a member of a trade union. So if you are no longer unionizable, unaingiaje a trade union? Mwenye amekupaliwa tu akuwe kwa kiti. Ukiangalia kama KUPPET national ni Akelo Missouri peke yake. Kwa vile kuna sehemu ya Labor Relations Act, mimi nafikiria ni 33A, inasema the Secretary General of a trade union can be anyone, because the idea is ilikuwa kuleta expertise, experience, specialized knowledge kwa maneno ya trade union, kwa maneno ya sheria. So vile uchaguzi umefanywa zaidi, walimu ya KUPPET zaidi ni vibrant, ni competitive. So tunangojea tu iishe ile ya branch. Alafu tukuje ile ya national. Okay, ambayo imetengewa tarehe ngapi? Ya national. Wanaficha tarehe. Wanaficha? Yes. Sheria ya KUPPET pengine nieleze kidogo. Sheria ya KUPPET katika ile inaitwa KUPPET Constitution. Kuna sehemu wale wanaitwa National Governing Council wanafaa ku-approve the timetable. Walikutana na waka-approve timetable ya branches. Ile national walikatazwa ku-approve. Ndio inakuwa ile inaitwa secret weapon.
Lakini saa zingine unapanga a secret weapon, it can backfire on you. Okay. Hivyo ndio nafikiria. Haya, asante sana Bwana Tunii. Sasa tuangazie chama cha walimu KNUT. Nanyi pia najua mna chaguzi, labda tuzungumzie kidogo tu chaguzi hizo zimefikia kiwango gani? Kando na KUPPET ambao wana 47 branches, najua nyinyi mna around 110 branches. Kwa hivyo tuzungumzie hadi sasa mmefikia wapi katika chaguzi zenu, na pia tuangazie nafasi ya vijana katika uongozi wa chama cha KNUT. Asante sana. Chama cha kitaifa kila mara unasahau kuitaja hilo. Chama cha kitaifa cha kutetea haki za walimu KNUT. Kwa ajili katiba yetu sisi tunatetea walimu wote. KNUT kwa ajili tunatetea walimu wote Kenya nzima. Sisi tumeenda hadi mashinani. Wenzetu wakifika at the county level, sisi tuko at the constituency level. So unless kwa yale branches ambayo iko na walimu wachache tumewaachilia hivyo, ama wameelewana kuwa wao wataki kugawanyika, lakini ndio tupatiwe wanachama wetu huduma nzuri. Tulionelea twende mashinani na tayari inakaribia kufika nusu ya branches kwa uchaguzi, na natumai kwamba mwezi huu inaweza kuwa ni mwisho. Tunabambana sana kila weekend, Jumamosi na Jumapili kuna uchaguzi. Kwa chama ya KNUT na vile naelewa pia fika kwa ajili kile ambao nimesomea mimi hadi masters level ni maneno ya union. Wengine wakisomea zaidi ya vitu zingine, mimi niliamua kufuata maneno ya union ambao nimefanya South Africa, nimefanya Italy, na pia mimi ni Mkenya na mwalimu pia niko. Ile ningependa tu kusema, nimesikia mheshimiwa amelia kwamba nyumba yao kule inaungua. Sisi na tunamkaribisha. Anaweza rudi wakati wowote. Tufanye kazi kwa pamoja. Uweze lia kuhusu kitu na bado umesimama tu pale. Unakuja upande huu kwingine. Ile ambao pia ningependa labda kurekebisha kidogo, mara mingi watu Waswahili husema mbaazi akikosa kuzaa ulizingizia jua. Kwa maoni yangu, iwe KUPPET iwe KNUT, sijaona mwajiri wa kisasa in particular ambayo inaongozwa na Madam Mitei akiingilia uchaguzi wa vyama, iwe yetu iwe ya KUPPET. Na vyama zinalindwa na labor laws vile amesema. Kama kuna tatizo una haki, na KUPPET wako na mpango nzuri ambao ningependa pia, kama kitu nzuri nasema wao wanapeleka nomination yao 1 month before. So kama kuna swali lolote unaweza wakilisha within that one month period. Wakati katibu wangu mpendwa Bwana Yu alichukua, yeye alileta nomination 1 day, siku moja ndipo tufanye uchaguzi. Kwa KNUT demokrasia iko kwa hali ya juu. Iko kwa hali ya juu. Ukiwa na tatizo, tuko na kamati ambayo itasikiza tatizo lako. Kamati isipokuridhisha, uko na kotini unaweza enda. Sisi kama Nairobi branch kwa mfano, tulifanya uchaguzi wazi. Hata yule ambao alidhaniwa kwamba tutamfungia nje, naweza mtaja kwa jina, kwa na mwanamke mmoja mwalimu ambaye amekuwa na tatizo hapa na pale na chama na hata mwajiri. Wengi walifikiria kwamba tutakuwa na njama ya kumfungia nje. Tulimpatia nafasi na alishindwa mchana peupe. Na branches nyingi ukienda watu wameshindwa mchana peupe. Kuna branches ambao walimu wamefagia the entire branch. Kuna branches ambao mtu mmoja ndiye amebaki. Tuseme Suba, tuseme Homa Bay, imekuwa ni demokrasia. Wale ambao wamerudi kwa ajili ya ile kazi ambao wanafanyia walimu. Kumbuka branches ziko tofauti na head office. Kama wewe uko pale Mvivu kwa branch ukatolewa nje, utakuwa unasema kabila hili, ama mimi ni kijana, ama mimi ni mzee. Kwa mfano Nairobi branch, mimi bado ni kijana, nilichaguliwa, na kuna vijana wengi walichaguliwa, na kuna kabila tofauti lilichaguliwa. Tuko na Kosgei ambao ni wachache. Kwa walimu wa primary wale kutoka Bonde la Ufa ni wachache sana walichaguliwa. Walimu wa primary vile ametaja, labda sekondari ni wengi kutoka jamii kutoka Nyanza, Kisii ni wachache.
walichaguliwa, tuko na Eliakim Mnasambwa na wengine. Kwa hivyo demokrasia katika chama ya KNUT mimi naona iko sawa. Na chama iko imara, na hata wale ambao wako national office wako tayari kwa ule mtu ambaye atakuja pale kumenyana nao. Kila mtu atatoa ile kazi ambayo alifanya kwa hiyo miaka 5. Tunapozungumzia, unasema wako sawa, lakini tunapoangalia kule kuwakilishwa kwa vijana even kwa hiyo top leadership, labda ni vijana wangapi ambao wamewahi kuwa katika uongozi wa vyama na hususan chama cha KNUT ambao ni vijana? Kwa vijana, unajua katiba ya KNUT kwanza imekupatia hiyo nafasi. But unajua itakuwa kazi ya head office kulazimisha kijana kuja kutafuta kiti. Tukianzia hapo. Kwa sababu KNUT ndiyo chama peke yake mwalimu wa darasa anaweza toka. Hapa ile shule iko hapa karibu na hapa najua ni Karura Forest Primary. Ule wa Karura Forest Primary anaweza toka hapo darasani na kuwa Secretary General. Straight. Kwa hivyo kwa katiba ya KNUT imekinga kijana yote kuwa pale. Na tukiangalia ile NEC tumekuwa na vijana, ule amekuwa treasurer kutoka Coast amekuwa pale, na tumekuwa na mama bado naweza sema ni kijana pia amekuwa katibu kaimu. Tuko na vijana kadhaa na bado wana mold vijana, sababu KNUT iko na program hata ya kutrain hawa vijana. Mimi vile nimekueleza nilikuwa train Tom Mboya Labour College, union yenyewe na vijana kadhaa, sio mimi peke yangu. Wakatupeleka mpaka hadi South Africa. Nadhani kwa union kutupeleka kwa hayo trainings na mafunzo ni vyema fika kwamba wako na nia nzuri na vijana kuchukua pale ambao wao wenzetu ambao wamekuwa senior wamefika. Na lazima uelewe kwamba kazi ya union ni tofauti sana. Union is a calling. Sijui calling nini kwa Kiswahili? Sisi tunakula samaki. Ni wito. Sio kitu ambao tu unatoka tu unataka kusimama. Kwa hivyo kama una ule wito, uwezo ukakwenda. Ukiangalia dunia nzima, sio hii peke yake. Nimeenda ILO wapi? Utakuta kwamba mara mingi wale watu ambao wanaongoza chama ni wale watu ambao wako na umri kubwa. Sababu vijana hawana hiyo uvumilivu. Hawajitokezi ya kwanza. Kwa hivyo katiba inakubali. Yes. Lakini wajitokezi. Ya pili, kazi ya chama ni ya kujitolea. Kijana mgani atakubali kuacha kuvinjari saa 6 unapigiwa simu mwalimu ameshikwa uende kusimama naye pale? Ni nani hapa atakubali kuna maandamano ukutane na tear gas pale? So watu wengi mara mingi wanapenda ile maisha rahisi starehe ambayo sio rahisi kwa maneno ya chama. Naam, asante sana. Ningependa kusema hii uchaguzi ambao tumefanya, vijana wengi wameingia kwa chama, wamechaguliwa, na tuko na kuna dhamira kwamba huenda tukapata vijana kadhaa wakipigania cheo ya juu. KNUT haijafungia yote. Naam, naeleza kwamba tunastahili kuelekea Nakuru, lakini kabla hatujaelekea labda tu nikushirikishe mwalimu kwa sababu tumesikia sasa wawakilishi wa vyama wakizungumza. Na bila shaka tunasikia hata katika mazungumzo yao jinsi ambavyo siasa za vyama vya walimu inajitokeza. Kwa hivyo siasa hizi za vyama vya walimu nchini zimeathiri vipi ubora wa elimu? Ninadhani kwamba nitakopa hoja moja kulingana na jinsi ambavyo Bwana Tunui alivyozungumzia kwamba bado wangali safarini kwa sababu chama chao kimekuja nyuma baada ya KNUT kushika kani miaka kadhaa. Tumetazama wakizungumzia masuala ambapo hata wale ambao wanagombea katika baadhi ya jamii ile idadi haitoshi ili mtu kuweza kuchaguliwa. Ametononosha suala la ukabila kwamba katika baadhi ya maeneo mtu fulani hawezi kuchaguliwa kama ni mwalimu ikiwa hatoki katika jamii fulani. Alafu tunadhibitisha kwamba anavyoeleza mwenzetu, huu ni uendelezaji na ukuaji wa vyama. Nilivyosema vilivyo vyama vyote hata katika vya kisiasa, chama ambacho kimezaliwa jana lazima kitachukua muda ili kuweza kufikia nafasi. Na vyama vyote hivi vina malengo mamoja nilivyosema. KUPPET wanajaribu kung'ang'ana ili kuweza kufikia, kwa sababu tumeona hata idadi ya KUPPET ni ndogo, lakini kulingana na wakati ambapo walianza nitasema kwamba wanajaribu. Na hatuwezi tukasema kwamba kuna ubora ndani ya vyama hivi kikamilifu, kwa sababu nadhani kwamba hakuna binadamu ambaye ni mkamilifu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nitasema kwamba walimu wetu wanapoendelea kushiriki katika vyama hivi na uchaguzi, vile vile wanakuwa na sauti ya kitaifa. Kwa sababu walimu hao wanapotoka miongoni mwa walimu wetu,
wanapata sauti ya kusukuma serikali kupitia Wizara ya Elimu ili wanafunzi wetu waweze kupata mahitaji ya kimsingi ambao wanafaa ili waendelee kusoma vizuri. Naam. Kwa hivyo inavyoathiri, nitasema kwamba kwa asilimia kubwa inaathiri katika mrengo chanya, in a positive way. Kwa ajili tumeona mwalimu akipata mshahara vizuri wanavyowapigania viongozi wao, yule mwalimu atakuwa na mtazamo chanya anapoingia darasani, atafundisha wanafunzi akiwa ameshiba. Walimu wetu siwezi nikasema kwamba wameshiba hata kama viongozi wako hapa kikamilifu, lakini najua wako katika safu ya kuhakikisha kwamba tunaposonga mbele walimu wetu mishahara yao na marupurupu yao yaweza kuimarishwa. Kila mwaka tumeona kuna lalama. Kuna walimu ambao wako kwenye job groups alivyosema mwenzangu pale chini, wanapoendelea kupata tajiriba, basi viongozi hawa wanastahili kusukuma taasisi ya kutoa huduma kwa walimu, na mimi nitashauri katika ile nafasi yangu kusema kwamba basi wasije wakaungana moja kwa moja na serikali. Ikiwa wao ni viongozi, wakiitwa kando wanawakilisha walimu wote wa Kenya, wawe na ukakamavu, na nimeona wakijaribu sana, sababu sasa hivi tunapoangalia mchakato mzima wa elimu nchini Kenya kuna ule utulivu kidogo. Naam. Na labda sehemu ambayo nitapania kuzungumzia zaidi ni kuhusu nyenzo na rasilimali ambazo wanafunzi wanapata hapa shuleni, hasa tukizungumzia mfumo wa CBE. Sasa hivi kuna tatizo kubwa sana, na inakuwa ni dhima ya viongozi wa vyama pia kuweza kupigana na vitengo vyote ambavyo vinahusiana ili tuweze kuboresha, kama ni vitabu, kama ni mabadiliko ya kimfumo yafanywe kwa njia ambayo inastahili. Na labda baadaye tukisonga nitakuwa nazungumzia ni vipi ambavyo vyama hivi pia vimeweza kurudi nyuma katika baadhi ya vitengo ambavyo vinastahili kujenga wanafunzi wetu kule shuleni, na zile hatua ambazo nimesema kwamba wanaendelea kupigania walimu wetu. Naam. Na mijadala mingi kwenye TV47 nimesema kwamba mwalimu ni muhimili. Wanapopiga kelele mimi ninafurahia, kwa sababu kwa mrengo fulani naweza kuwa ni mzazi mimi. Walimu wakitosheka, wakiridhika kutokana na ule msukuma hao wataweka vyama hivi viwili, basi wanafunzi wetu watakuwa wanasonga vizuri. Na baadaye labda tutaangazia hao walimu ambao wanafundisha katika shule za kibinafsi na wamesajilishwa na taasisi ya kutoa huduma kwa walimu, pia wanastahili sisi kama taifa tuanze kufikiria ni jinsi gani ambayo watanasibishwa katika vyama hivi ili tuweze kusonga mbele kama taifa kwa ajili ya wazazi wetu na mustakabali wa elimu katika taifa la Kenya. Naam, shukran kwa kauli hiyo Mwalimu Tom Nyambeka. Mtazamaji, tunazidi kuangazia siasa za vyama vya walimu, na swali letu la siku ni je, viongozi wa walimu kweli wanatetea haki na maslahi ya walimu kama inavyostahili? Je, viongozi wa walimu kweli hutetea maslahi ya walimu? Na tunazidi kupata jumbe zako mtazamaji kutokana na swali hili letu la siku. Hapa namuona Koech Shem anasema their loyalty is to their own pockets, not the teachers. Ndio kauli yake Koech Shem. Sijui iwapo tuna kauli nyingine. Geoffrey Mwangi anasema hutetea tu matumbo yao. Kauli nyingine ni gani? Agnes Wanjiru anasema wanapigania posho na mikataba yao, si maslahi ya walimu wa kawaida. Ndio maoni yake Agnes Wanjiru. Samuel Kipto anasema kauli zao ni kali kwa TV na redio, lakini vitendo ni sufuri. Halafu tunaye Hesbon Otieno ambaye ni kiongozi pia wa chama cha KNUT. Anasema vyama vya walimu vina msingi wa kutetea walimu, viongozi wana hivyo, ingawa mazingira yana mabadiliko mengi, kama vile kuna vyama vingi, kuna mabadiliko ya uongozi wa kisiasa na mbinu za kisiasa za kutetea haki za walimu. Ndiyo kauli yake Hesbon Otieno ambaye ni naibu katibu mkuu wa chama cha walimu KNUT. Mtazamaji, zidi kusema nasi kwenye mitandao. Bila shaka muda utakapoturuhusu tutakuwa tunapakua maoni yako kuhusiana na mada yetu ya siku hii leo. Lakini kwa sasa tusanzuke hadi katika gatuzi la Nakuru ambako tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Mike Chalo ambaye tayari yuko kwenye kiwambo chako. Mike, hapa studioni tunaangazia siasa za vyama vya walimu. Sijui huko Nakuru maoni ni gani? Chalo?
Naam, asante sana Kilemi. Katika jiji hili la Nakuru mambo yamepamba moto. Kwa nini? Wiki jana kulikuwepo na uchaguzi wa KNUT na baadhi ya walimu walipiga kura, na wiki hii kutakuwa na uchaguzi wa KUPPET, lakini vile hali ya mshikeshike katika chaguzi hizi inaendelea kushuhudiwa. Na nikianza na wewe mwalimu, kama utakaribia hapa, ukianza na majina lako, tueleze pengine chaguzi hizi zimekuwaje hapa katika kaunti ya Nakuru. Kwanza kabisa kwa majina naitwa James Mutai, campaigner wa Gilbert Cheruiyot Mutai. Kwa sababu tumekuwa campaigners wa Gilbert Cheruiyot Mutai, sisi wenyewe tumetolewa kwa register. Watu wengi sana wametolewa kwa register, especially from the community of Gilbert Cheruiyot Mutai. Right now, watu 1,682 members have been removed from the voter register, and we have been telling the union members ya kwamba we ourselves, I myself, I voted in 2021 but I've been removed from the register. So we are requesting the union to allow all the members who are put in the agency fee to be allowed to vote, especially those wanatoka kwa mrengo ya Gilbert Cheruiyot Mutai. Gilbert Cheruiyot Mutai for Executive Secretary, KUPPET Nakuru. Thank you so much. Asante sana. Kilemi, ni chaguzi ambazo zinakumbwa na hatihati, nikiungana na walimu wengine. Kwa maoni yako, chaguzi hizi zinakumbwa na hatihati, pengine mwelekeo wa viongozi ni gani endapo wakati ule ambapo wamepata viti? Manake ni chaguzi hata za wiki jana za KNUT zilikumbwa na masuala mengi ya kitu kidogo. Unapata baadhi ya walimu wanaongwa ili kupigia kura mirengo fulani. Pengine viongozi wakiingia mamlakani, wao wanawasaidia vipi nyinyi kama walimu? Wanapigania maslahi ya walimu? Kwa majina naitwa Converse Moenga, incoming organizing secretary Nakuru branch. Ningeweza ama ninataka kusema ya kwamba kuna matatizo yamekumba uchaguzi wa walimu ambao umetokea katika kaunti mbalimbali. Lakini Nakuru tunafurahia kidogo kwamba register ambayo tulikuwa tunaingoja sana ilifika na walimu wanadhibitisha na kuangalia majina yao kama yapo. Kwa hivyo tunataraji ya kwamba wale viongozi ambao watachaguliwa, na tunawahimiza ya kwamba waende waangazie maslahi ya walimu. Kwa hivyo sisi kama Nakuru County tunatarajia viongozi ambao watachaguliwa watangazia kwanza wakuwe na bargaining power kwa mwalimu, watetee mwalimu, kwa sababu kazi muhimu ama lengo kuu la KUPPET ama hiki chama cha walimu ni kutetea maslahi ya walimu. Kwa maoni yako, unadhani kuna uwazi na mchakato mzima wa upigaji kura? Nadhani jinsi ambavyo tumeona kutoka kwingine, kuna baadhi ya viongozi ambao wanaonyesha ukatili katika uchaguzi. Lakini sisi hapa Nakuru tukiangalia vizuri na kuangazia, tunaona ni kwamba kutakuwa na transparency and accountability. Asante sana. Pengine nikiungana na mwingine, endapo walimu huwa wanachaguliwa katika nyadhifa hizi za kupigania walimu na kupeleka maslahi ya walimu mbele ya serikali, unadhani huwa wanawapigania ipasavyo? Asante sana kwa hiyo swali. Mimi kwa majina naitwa Daniel Onyango, the incoming secretary secondary KUPPET Nakuru. Naweza sema hivi, tuko na viongozi ambao wanafanya kazi lakini wengine hawafanyi kazi. Ndio maana sasa sisi kama youths tumejitokeza na tunataka to make sure tumefanyia walimu kazi. Mimi Daniel Onyango nataka tuhakikishe kwa hii KUPPET Nakuru County lazima to make sure that BBF ikikuja, mwalimu lazima feel the need of having that BBF. That BBF tunataka ikuwe teacher centered, so that kila mwalimu ajue anachangia kwa hiyo BBF. Sasa mimi nataka nikiingia hapo, walimu lazima wajue nitawaserve in a way that I would wish also to be served. Thank you. Asante sana. Kilemi, ni baadhi ya walimu ambao nimeungana nao katika jiji hili, na kama siasa zingine tu za kitaifa na za taifa hili la Kenya, siasa hizi za walimu pia zinaonekana kukumbwa na misukosuko. Kumbuka sio katika kaunti ya Nakuru tu, hata maeneo mengine kulishuhudiwa fujo katika baadhi ya chaguzi hizi, na siku ya Jumamosi basi uchaguzi wa KUPPET utakuwa unafanyika katika kanisa la ACK katikati mwa jiji hili la Nakuru, na tutakuwa tunafuatilia hilo kuhakikisha tunamjuza mtazamaji wetu. Kutoka hapa sina la ziada. Kilemi, kwako studioni.
Asante sana Mike Chalo, ni mwandishi wetu wa habari kutoka gatuzi hilo la Nakuru, hapo tu akizungumza na baadhi ya walimu ambao wako kwenye msimu wao wa upigaji wa kura, na hapa studioni tukiangazia siasa za vyama vya walimu. Naelezwa tuna simu TV47. Hello. Hello. Habari za sasa, unaitwa nani, unatupigia simu kutoka wapi? Mimi naitwa Billy Kinyanjui. Billy Kinyanjui, asante sana kutupigia simu. Studioni tunaangazia siasa za vyama vya walimu na tunauliza iwapo kweli viongozi hawa wanatetea maslahi ya walimu. Mtazamo wako ni gani? Hakuna watetei kwa sababu mimi niko na shida moja. Naam, iwapo tunaweza kupaza sauti kidogo tumsikie. Mimi niko na shida moja. Aha. Kulingana na mimi kama mzazi wangu mwenye amenizaa. Alimaliza shule mwaka wa 1982. Kufuzu kama mwalimu wa shule ya upili. Hadi sasa hajaiandikwa. Ashafikisha miaka ya kuretire, bado hajaandikwa na kupetama na serikali. The same case to my mother, the same case to my sister. Then they are telling us that thing is working. It's not working. Then kuna wanafunzi unapata like sahi junior secondary, walitumwa mwanafunzi anaambiwa anapata nafasi yake, ametumwa kaunti nyingine, and yet huyo mzazi hayuko in a position kupeleka huyo mtoto huko. Then mnatuambia hapa hakuna kwa hawafanyi mambo kulingana na vile inafaa, kwa sababu hii wao wako hapo kutetea tumbo zao peke yao, lakini walimu huku chini wanaria. So waache kudanganya wananchi kwamba hizo vyama zinafanya kazi. Kwangu mimi hazifanyi, kwa sababu kama ingekuwa inafanya wazazi wangu wote wangekuwa wameandikwa. Dada zangu amemaliza mwaka wa 2018, lakini hadi sasa ameishi kupeleka barua zake, lakini bado hajapata nafasi. Hajapata. Lakini amefuzu. Naam, asante sana kutupigia simu. Kwa sababu viongozi wenyewe wako hapa studioni, labda watotoeleza ni changamoto zipi ambazo zinakabili swala kama hili. Tukianza nawe Odhiambo, anasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamehitimu kutoka vyuoni, wana vyeti, wana elimu, wana masomo, lakini kila wanapotafuta ajira hawapati, ilhali kuna vyama vya walimu ambavyo vinastahili kutetea watu kama hawa. Asante. Mwanzo ningependa kusema umeelezea kazi ya chama. Na vile umeelezea niliona wewe vile ulivyoona ndivyo nilivyoona, kwamba moja ya kazi ya chama sio kuajiri walimu. Hata hivyo mwalimu ni mwalimu. Ndiposa ukiangalia katiba ya NAT tuko na hata honorary members, wale labda hawajakuwa wanachama lakini ni walimu wa private schools ama wajaajiriwa. Katibu wetu mkuu Bwana Collins Oyuu, ukirudi kwa media data utaipata kwamba ameongelea namna ya kuajiri walimu, na amezungumza kwa ujasiri bila kuficha, na umeangalia kuna mabadiliko. Kuna wakati mmoja ungeona ile form ya employment wakati wa katibu aliyekuwa aliyeretire Madam Nancy, sitaficha wakati huo ungepata kwamba yule alikuwa wa CS wa education alikuwa anagawa cheti ya kuandika walimu kwa matanga. Wakati huo ilikuwa inatumika kama chombo ya kufanyia siasa. Na wakati huu kuna mabadiliko kwamba haya maneno hayajaendelea. Labda ukipata moja hapa na pale ni labda zile ambao bado zilikuwa zimebaki pale nje, lakini sasa imerudi chini. Vile vile nataka kujua kwamba walimu TSC ndiye mwajiri mkubwa Kenya nzima. Actually kwa ushuru nadhani sisi ni nambari ya pili baada ya Safaricom. Kwa hivyo wale ambao wanahitimu kutoka vyuo vya kufundisha walimu ni wengi, na ni karibu kila miaka. Kwa hivyo walimu wako wengi zaidi. Wote hawawezi wakaajiriwa kwa ajili ya maneno ya unaelewa uchumi na budget, lakini sisi tunajaribu. Nikipeana mfano, unaweza toka nje ukaangalia, nilitumwa na katibu mkuu na kapeana ujumbe kwa branch yetu. Tulikuwa tunaenda round jana tukiangalia. Nilikuwa Heshima Road Primary School. Yale ambayo nilikuwa nimeona pale ilikuwa wazi mbele ya Mwenyezi Mungu. Walimu waliajiriwa kutokana na miaka ambao walitoka college, chuoni. Na niliona pale walifika karibu 2011.
Vile vile nilitoka kaunti yetu nikaingia Kiambu. Pale Juja. Nilipata pale wamefika 2011. So kila sehemu iko na ile miaka ambao wamefika. Ile makosa iko hapa ni kwamba kuna walimu ambao hawataki kuingia kwa serikali. Kwa sababu marupurupu ambao wanapata kwa private schools, labda tuseme Briban, ni pesa ya hali ya juu, 1200, 1300. Ulisikia akisema mwalimu ambaye amehitimu zaidi grade yake anapata labda 1150. Hawa walimu wanakaa kule nje hadi muda mrefu, then ndio wanataka kurudi sasa huku. Na kama walimu wakakuwa wanatoka tu college na wanakuwa wanaandikwa mara moja, hii haingekuwa na makosa. Tume ya kuajiri walimu pia imefanya kwamba sio kama kitambo. Mwalimu anaruhusiwa kuapply sehemu 2 ama 3. Unaweza angalia kwamba sehemu yenu kwamba labda watu bado wako nyuma, kuna mpaka 207, ukaamua kwenda ile sehemu ambao watu labda wamefika 2014. Kwa hivyo kwa ajili ya kuajiri walimu, ingawa sio kazi yetu, lakini tumeipigania kwa wazi. Ameongelea maneno ya wanafunzi kuingia grade 10. Ulituona elimu mashinani, tulikuwa pale Lavington Primary. Na tulieleza waziri yale ambayo inafaa itendeke. Na amejaribu. Kumbuka hii ni mara ya kwanza. Kila kitu iko na muda wake. Iko na changamoto yake kidogo. Naam. Yes. Haya, tuna simu nyingine. TV47, hello. TV47, hello. Jambo. Jambo, unatupigia simu kutoka wapi na unaitwa nani? Napiga simu kutoka Nakuru, Elbagon. Aha, asante sana kutupigia simu. Mchango wako ni upi kwenye kipindi? Mimi ningesema hivi. Naam. Naona mambo ya kuajiri walimu imekuwa siasa. Nasema hivyo kwa nini? Ukiangalia wabunge wetu, wengi wanatumia majuniors wao kupeana mabarua. Okay. Na ningetaka kujua sana kwa nini isitolewe kuwa mwajiri ni mmoja ya walimu. Ikuwe kama hii kazi ya madaktari. Unakuta mwajiri ni mmoja, lakini ya walimu imekuwa na siasa mingi sana. Kwa sababu naona kuna wengi walisoma hapa Nakuru kitambo, walianza kitambo, almost 5 years ago, bado hawajaajiriwa, wako na TSC number. Na hawajapata. Lakini ukiuliza ni nini mbaya, wanasema tumejaribu kufuatilia, kuna nafasi wabunge wanapeana lakini wanataka pesa fulani. Naam. Na si mbunge direct, anatumia majuniors wao kuitisha pesa. So ningependa serikali waingilie kati, waeke mwajiri mmoja. Iwe tu ni walimu wanaenda kwa TSC wanaajiriwa kuliko kuweka kwa wanasiasa. Naam. Tuko pamoja hapa Nakuru. Ni Emmanuel Rotich. Asante sana Rotich kutupigia simu. Bwana Tonui, Rotich anasema kwamba mwajiri ni mmoja TSC, lakini kuna waajiri wengine kule ndani. Kama viongozi, mnafanya nini kuhakikisha kwamba hawa wengine wa kule ndani hawafanikiwi katika azma yao? Pengine tu ni kufanya ile na tunaita condemn. Kwa vile unions kazi yao ni kutetea wenye wameingia. Lakini lazima hata tutetee wengine wakuwe employed. Ndio unaona unions wakisign agreement na TSC kusema at least 24,000 teachers wakuwe recruited mwaka huu, wengine 50, hivyo. Na ningependa kushukuru hii serikali ya sasa kwa vile wameajiri karibu 75,000 na wale wengine wako internship wacha confirm, so wanafikia around 100,000. Ile serikali nyingine ilipita, ile ya Uhuru, walikuwa naajiri tu 5,000 kila mwaka. Ndio ikaleta shida kubwa, this backlog. Ni kwa vile serikali ile ilitoka ya 10 years ilikuwa naajiri tu a drop in the sea, kidogo sana. So kama wangeendelea na hii mwendo ya kuajiri in terms of 100,000 every 2 years or 3 years, ninafikiria hii shida ya employment ya walimu ingekuwa sawa. Naam. So hiyo kuna shida kubwa pande hiyo. Okay. Wacha tusikie Machakos wanasemaje, manake pia kule tumezungumza na baadhi tu ya walimu na vilevile wadau wengine wa elimu kuhusiana na siasa za vyama vya walimu na jinsi ambavyo siasa hizi zinaathiri ubora wa elimu nchini. Hebu sasa tusikie wakazi wa Machakos wanaye pia kusema. Naam, asante sana na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos katika swala kuu
ambalo linazungumziwa siku ya leo kuhusiana na miungano ama vyama vya walimu nchini. Je, huwa vinatetea maslahi yao ama mambo yanakuwa vipi? Mara si moja tumekuwepo tukiona walimu wakiteta, wakilalama, wakika malalamishi kuhusiana na vyama vyao na vile baadhi ya matatizo ambao wanakumbana nao. Na hii leo nimebahatika kumpata naibu mwalimu mkuu wa chuo hiki cha Uwezo hapa mjini Machakos, ambao pia wao wana chama chao cha walimu wa vyuo vya kiufundi. Na je, huwa vinashughulikia maslahi yao ama mambo uweje? Ninazungumza naye ili kuweza kutufahamisha mengi zaidi kuhusiana na swala nzima hili. Yes, I would urge the government to, especially the Minister of Education, to work hand in hand with the NAT. We have KUPPET, and also we have the college teachers. You also work with them so that mtutetee sana tuweze pia kupata mambo yenye serikali inataka tufanye na itusaidie so that we can have our education, or we can teach our students very well in the colleges. So kama walimu, I don't think because we are under private company, I don't think whether tunaweza kuwa tunatetewa kwa serikali, because a private company is owned by an individual. So for the leaders, I would urge them to work hand in hand with na hizi vyama za walimu wa primary, kuna KUPPET, kuna NAT. Mali kadhalika pia nimeweza kutembea katika maeneo mbalimbali hapa kuzungumza na wananchi kuhusiana na swala nzima iwapo siasa za vyama vya walimu ama siasa katika sekta ya elimu inadhuru, na haya pia ndio maoni yao. Kuna vita vizuri. Kila vita yote huacha madhara kubwa. Hata kama ni kuku anapigana, lazima kuwe na madhara kidogo kiasi. Kwa hivyo mimi ningesema kama kuna taswishi katika vyama walimu, ni vizuri wasikizane na tuendelee vizuri, sababu wakati tunaongea mambo hivi na hivi tunakosana, pia mwanafunzi ambaye ndiye future wa nchi yetu pia atasindi kuendelea na kuumia. Ikiwa ni maoni mseto kuhusiana na swala nzima mada ya leo, siasa katika vyama vya walimu. Je, vinatetea maslahi yao au inakuwa vipi? Pale katika sekta elimu wakisema kwamba ipo haja kubwa ya kuhakikisha kwamba maslahi yao yanatetewa kama walimu, lakini pia tatizo lipo, maana kuna vyama vya walimu ambao ni wa shule za kibinafsi, vile vile shule za umma, na inakuwa kwamba kuna mkanganyiko kidogo, maana wale wa binafsi wanauliza utateta kwa nani, na kazi ni ya mtu binafsi. Mimi ni Nicholas Mbai, narejesha studio kwa matangazo zaidi. Asante sana Nicholas Mbai, mwandishi wetu wa habari kutoka Machakos. Mtazamaji, tuelekee Elgeyo Marakwet, huko pia tusikie hisia ni zipi iwapo kweli viongozi hawa wa walimu wanatetea maslahi ya walimu au la. Tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Fabian Kibet kwa mengi zaidi. Jambo Andre, na kupata kwa njia ya shwari katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, na leo tukijadili kuhusu uongozi wa walimu aswa katika taifa letu la Kenya. Niko hapa tu na mmoja wa wagombea wa kiti cha Executive Secretary katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Bwana Titus Chukor. Karibu sana kwa live katika TV47 Bwana Titus Chukor. Leo tunajadili katika TV47 kuhusu maslahi ya walimu aswa uongozi, na vile tunafahamu katika kaunti ya Elgeyo Marakwet uchaguzi utafanyika tarehe 14 mwezi huu. Wewe kama mwaniaji umejiandaa vipi, na tukielekea siku ya uchaguzi wewe mwenyewe umejipanga vipi? Asante sana. Mimi naitwa Chukor Titus Kimutai. Mimi ni mwalimu wa History Siari, nafunza kule Marakwet East.
Na mtazamaji, inaelezwa kidogo kuna mushkil, lakini tutakuwa tunarejea Elgeyo Marakwet baadaye. Kwa sasa nikukumbushe swali letu la siku. Je, viongozi wa walimu kweli hutetea maslahi ya walimu kama ilivyo jukumu lao? Je, viongozi wa walimu kweli hutetea maslahi ya walimu kama ilivyo jukumu lao? Kumbuka hapa studioni tunaangazia siasa za vyama vya walimu na jinsi ambavyo siasa hizo kwa kiwango fulani zimeathiri ubora wa elimu nchini. Na labda nirejeshe hapa studioni na nimshirikishe Mwalimu Tom Nyambeka na niulize iwapo labda kuna mageuzi ambayo yanahitajika ili kupunguza siasa kwenye vyama bila kuathiri haki za walimu, na si haki za walimu pekee bali pia wanafunzi ambao wanaathirika katika ule mchakato mzima wa siasa za walimu humu nchini. Natumai nilivyosema mwanzo ni kwamba vyama hivi vya walimu vinawashika wale wanafunzi. Na niseme kwamba nitashukuru, nadhani kuna mmoja wetu hapa wa viongozi amesema kwamba wao wanafanya uchaguzi wakati wa weekend. Natumai lengo ni kwamba wasije wakaathiri vile vipindi ambavyo wanafunzi wanapaswa kufundisha shuleni. Kwa hilo nitasema ni hatua kubwa sana. Jambo la pili, labda nikikurejesha nyuma kabla sijaangalia hayo mageuzi kidogo, nitasema pia mimi nitatoa kilio changu kwa sababu mimi pia ni mwanajamii na nimekutana na walimu wengi sana ambao kwa hakika hawajaajiriwa. Lakini mwananchi wa kawaida, unajua, hafahamu kwamba ni dhima ya hawa viongozi kuweza kuajiri, wala ni kitengo tofauti ambacho kinastahili kuajiri wale walimu. Lakini kwa mtazamo wangu nikaomba ushauri, nitasema kwamba kupitia kwa viongozi hawa nadhani tunaweza kuwa na mfumo mmoja ambao utakuwa unaelekeza macho yao kwa wale walimu ambao hawajaajiriwa humu nchini, kwa sababu si haki mwalimu ambaye alimaliza chuo mwaka wa 2000 ama niseme amekaa nyumbani kwa muda mrefu hajaajiriwa na mtu ambaye amemaliza juzi anaajiriwa. Suala hili tunastahili kuwa na mfumo mmoja, wale walimu waweze kuelekezwa kama ni nambari fulani. Nimeona katika taasisi mbalimbali kuna nambari ambazo zimetolewa hili tukiwa na tashwishi fulani, yule mwalimu anapiga simu ama anaandika barua, alafu viongozi hao wa walimu wanapata nafasi kufuatilia wale walimu na kuweza kuwafikisha, labda kupitia kwenye viongozi hawa kuweza kushirikiana na taasisi ya kutoa huduma kwa walimu ili kuweza kukidhia kile kilio cha wale walimu ambao hawajaajiriwa. Jambo la pili ambalo linajitokeza, na si mara moja tumesikia Wakenya wakilia pamoja na wale walimu ambao hawajaajiriwa, suala la ufisadi bado ni donda sugu katika taifa letu la Kenya. Rais wetu anajaribu kuajiri walimu, alivyosema ndugu yangu. Hakuna mtu ambaye anaweza kukataa kwa hilo. Lakini natumai kwamba hivi vitengo ambavyo vipo hapa katikati mpaka tumufikie rais wa taifa la Kenya, yeye atafanya jitihada akahakikisha kwamba kupitia kwa Wizara ya Elimu walimu 20,000 au zaidi wanaajiriwa kila mwaka. Lakini walimu hawa wanaoajiriwa ni wale ambao wanaajiriwa kulingana na miaka ambao walihitimu. Kwa asilimia kubwa nitasema hapana. Na hivyo basi nitasisitiza kwamba hao wabunge wetu, si mara moja tumeona sasa hivi alivyosema ndugu, taasisi ya kutoa huduma kwa walimu inaweza kuwa imejaribu, mimi siwezi nikakataa, lakini bado hayo mambo yanaendelea. Sababu mimi kama mwanajamii nina marafiki wengi ambao ni walimu wamehitimu na hawajaajiriwa, na wanasema kwamba utapata kuna baadhi ya wabunge wanapendekezea wale wasimamizi niseme katika kata, wakati ambapo wanaajiri mwalimu fulani, anaenda na barua pale inatoka kwa mbunge fulani, kiongozi fulani, inapendekeza kwamba mwalimu huyu akifika hapo hahudumiwe mara moja, aajiriwe, na wale ambao walimaliza kitambo wametembea mpaka viatu vimeisha soli kwa kutembea. Umesikiliza mtazamaji mmoja akisema kwamba watu wa ufungu wake hawajawahi kuajiriwa na wamezeeka nyumbani, wamestaafu kabla ya kuajiriwa. Kwa hivyo swala hili la ufisadi, tukimpongeza rais wetu, lazima tuweke mikakati ya kuhakikisha kwamba uajiri wa walimu unazingatia miaka. Na ningependa kuwashukuru viongozi kwa kuweza kusema kwamba wameanza kutembea, waendelee ili waweze kuweka mambo haya wazi. Naam. Kwa hivyo nitasema kwamba vyama hivi wao wanapopiga siasa, mimi nilivyosema ni kwamba vyama vyote viwili wana malengo mamoja ya kuwapigania walimu wao, na walimu hawa nilivyosema wanafunganishwa na wanafunzi wetu.
Nilivyosema mwanzo, nitasisitiza kwamba tusije tukaegemea nafasi moja ambayo inastahili kutekelezwa na viongozi wa vyama wakasahau vitengo vingine. Kuna uajiri wa walimu tumetaja, si kazi yao. Jambo la pili, mishahara kwa walimu na marupurupu waweze kuangalia, ndio asilimia kubwa huwa wanafanya mpaka wakaelekea kwenye migomo. Lakini je, nyenzo na rasilimali ambazo wanafunzi wetu wanapata kule shuleni zimeweza kukidhiwa? La hasha. Kwa asilimia kubwa viongozi hawa watakubaliana kwamba bado kuna shule ambazo hata mwalimu hana kiti cha kukalia. Kwa hivyo kabla ya kuanza kufikiria mishahara akipata, mwalimu anaweza kupuuza kiti, lakini pia haya mambo yanamvunja mwalimu moyo na kuonekana mtu ambaye amepotea katika jamii. Naam. Zaidi ya yote nitasema kwamba hao wakija pamoja, wakijaribu kuangalia majukumu yao, mwaka fulani waseme tukishachaguliwa tukaingia ofisini tunataka tutekeleze jukumu fulani kikamilifu. Kama ni maslahi na sera za walimu yatekelezwe. Wakati fulani waanze kuangalia ni jinsi gani ambavyo wanafunzi wetu wanapata haki ya kusajilishwa katika kama ni gredi ya 10. Kwa sababu hata kama ni mara ya kwanza waziri kuweza kushiriki katika kuwaweka wale wanafunzi katika gredi ya 10, wale ambao wametoka gredi ya 9, natumai kwamba suala hili limeangaziwa sana, kwamba hata sasa hivi tunapozungumza maandalizi hayajafanywa. Mwanafunzi ambaye katika shule fulani kule mashinani anafaa kusomea Marine and Fisheries, mimi sijaona kama vyuo vyetu watu wameandaliwa wakaanza kusomea baadhi ya tahasusi ama kombi ambazo wanastahili kufundisha. Kwa hivyo kufikia wakati huu bado wanafunzi wetu wanaumia kule shuleni. Ndiposa mimi, licha ya walimu kupiganiwa mishahara, pia lazima tuangalie wanafunzi wetu watapata elimu vipi bora kule shuleni. Kama ni tahasusi ambazo wanafunzi wanastahili kufundisha kule shuleni, tuhakikishe kwamba walimu wamehitimu mapema ili kuweza kuwafundisha wanafunzi hao. Tunapozungumza sasa hivi utapata kwamba wanafunzi katika shule kadhaa humu nchini gredi ya 10, kuna baadhi ya masomo ambayo wanafunzi wanataka kufanya ili kuweza kufikia taaluma fulani, lakini hakuna walimu. Wanafunzi wanakaa tu kule. Kwa hivyo pia nitaomba kupitia kwa viongozi, mnapoendelea kupigania walimu wetu waweze kupata mishahara mizuri, pia muweze kuangalia mapengo ambayo pia yanaweza kuwachafua nyinyi kama viongozi na walimu wetu. Tuweze kuona hayo mapengo kwamba yakizibwa, na natumai kwamba tutaendelea vizuri. Haya, Odhiambo, tuzungumzie mihula ya uongozi. Sijui katika chama cha KNUT labda katiba inasema nini, kwa sababu wakati mwingine endapo kiongozi au viongozi watachukua muda mrefu katika uongozi, basi pia siasa inaingia ndani. Kwa hivyo tunapoangazia siasa katika vyama vya walimu, kuna hili swala la mihula ya kuhudumu. Katiba ya KNUT inasemaje? Structure ya KNUT inaanzia mwakilishi kwa shule, anaitwa school rep. Then tunakuwa na mwakilishi wa sehemu labda zone ama sub county, inalingana na vile sehemu hiyo ni kubwa. Alafu tunakuja kwa branch ambayo iko na executive secretary na timu yake. Alafu tunakuja kwa NEC ambao tunaanza na national steering, tunaanza na NEC, then wale ambao wanaongoza chama kitaifa ambao ni national steering. Ile structure ya KNUT ambayo inapeana uamuzi wa mwisho ni ADC, Annual Delegates Conference. Annual Delegates Conference tunakuwa na wale ambao walichaguliwa kwa chama, na hata kwa branches zingine tunakuwa na mwalimu wa kawaida. In that tunakuwa na mtu mmoja anawakilisha walimu 100. Wanakuja kule. Kwa hivyo uamuzi jinsi ya miaka ya kuhudumu, miaka ya kuendelea, miaka ya kutoka, kufukuzwa, inafanywa pale baada ya NEC kuwakilisha hiyo hoja kwa ADC, alafu inaamuliwa. KNUT iliamua kubadilisha katiba yake kwamba wafikishe miaka 65. Kwa hivyo iko na kipimo 65. Kwa hivyo other than hiyo miaka imefungulia mtu yote, bora umeajiriwa na tume la kuajiri walimu wa TSC, unaruhusiwa kugombania kiti chochote. So kwa hiyo muda utahudumu kwa miaka 5,
ambapo tutaita uchaguzi. But vile vile kuna ratiba ambao unaweza timuliwa chamani kwa kupitia ile AGM ya branches. Kama kuna jambo ama branch imekaa chini imeamua wewe umekosa nidhamu, ikutimue ama na inakupatia nafasi tena another AGM ikiitwa, unakuja unajitetea mbele ya walimu. Wanaamua unatolewa ama unabaki. Naam. KUPPET bado ni kuhudumu kwa miula kwa miaka 5? Kuna sheria inaitwa Labor Relations Act. Ndio imeweka hiyo ya 5 years term. So lazima uchaguzi ifanywe kila miaka 5. Hivyo ndio imewekwa kwa Labor Relations Act. Lakini vyama unions wamekuja na ile inaitwa Union Constitution na kuingiza maneno yao. Ile inaitwa self-centered interest kama hii ya 65. Labor Relations Act sehemu ya 34(2)(a) inasema whatever happens, ile ya wanachama ya kawaida lazima ikuwe sawa na ile ya officials ya union. Sasa ukiweka retirement age ya official ni 65 na ile retirement age ya member ni 60, so unaona kuna upakuzi hapo. So hiyo haiende laini na Labor Relations Act. Hiyo ndio inaitwa illegal. Na ile inaitwa National Constitution Article 41 inasema workers, it belongs to workers. Sasa wakati umeretire wewe sio worker tena, so hiyo sheria haikulindi ukwe kwa chama. So hiyo ndio inaitwa corruption of the laws. Na mimi natania mtu akienda kotini hiyo inaweza tupwa. So hiyo maneno ya term limit imechezewa vibaya. Pengine nikikusia vile hiyo ya youths. Youthful teachers hao wanapendelea sana maneno ya union. Wako active. Ni vile tumeunda ile constitution ya chama ni kuwazuia. Sasa ukiambia youth mwenye amechukua loan kujenga kanyumba yake, kufanya nini ile ya kuanzia, waambie 500,000, 700,000 ndio ingie, atatoboa. Kwa hivyo katiba inakubali, lakini kuna changamoto zingine ambazo ziko. Unasema katiba inakubali kijana kuwania wadhifa huo, lakini kuna changamoto ambazo zinamzuia yeye. Kuna frustrations. Yes. Haya, nimekupata. Asante sana. Mtazamaji, tunazidi kuangazia siasa za vyama vya walimu humu nchini, jinsi ambavyo siasa hizo zinaathiri ubora wa elimu. Na sasa tunaelekea hadi Naivasha ambako mwandishi wetu wa habari Willy Dennis Njiru pia amesema na walimu kuhusiana na swala hili zima. Kazi kwako Willy. Na asante sana Andrin Kilemi. Bila shaka sipo na walimu, lakini na baadhi ya wazazi wakazi wa mji huu wa Naivasha, na wanazo semi zao tu tukifunga kipindi ambacho umekuwa na mjadala mkali. Tueleze tu kwa kifupi kwa sababu hatuna muda, jina lako na masuala haya la vikundi hivi ambavyo vinawakilisha walimu hapa nchini. Ni siasa ama wanatekeleza wajibu wao? Asante sana Bwana Wili. Kwa majina yangu ni Ruben Gitao, mimi ni mzazi na mkaaji hapa Naivasha. Vyama hivi vya walimu mimi nazitizama tu kama mpangilio wa kisiasa kando na siasa ambazo ni mainstream. Kwa hivyo mimi najua ni kwamba hizi NAT na KUPPET sisi huwa tunazisikia walimu wakifanya campaign, wanatumia resources, wanasumbuana kisiasa, mwisho wanamalizia kwa siasa kamili. Najua kwamba education ni kitu ambacho inapewa pesa mingi zaidi, 700 billion ya serikali kuu ambao tuko nao sasa hizi. Lakini kufuatilia na mambo ya masomo na well-being of pupils inakuwa ni shida. Wao ni siasa mingi, KUPPET na NAT ni siasa. Hata nikiomba naomba kama inaweza hivyo vyama vifutiliwe mbali, walimu wafanye shughuli ya masomo. Bila mwingine. Asante, wacha tusikie mwingine. Ndugu, nieleze jina lako na labda mambo mawili matatu. Asante sana. Kwa majina yangu ni Daniel Kimani Kinyanjui. Bila kusema mengi, kama vile mwenzangu amesema hapa, hivi vyama vinastahili vifutiliwe mbali na hivyo vyote wanakusanya pesa, zinasaidia mtu mmoja, kuinua mtu mmoja, kama vile tunaona mwenye alikuwa anatetea zaidi, mwisho akawa mwanasiasa. So hiyo pesa inabaki kwa mtu mmoja. Kuhusu Sosion? Of course Sosion, si mnajua, wengi wanajua vyenye alifanya. Badala ya kutetea walimu na kuonekana ako na hiyo nafasi ya kuwatetea, alijitenga akajiunga na siasa.
pesa. Kwa hivyo mwisho inakuwa manufaa ya mtu mmoja. Walimu wenye wako chini hata wakiritaya hawana kitu, wanaenda nyumbani bure. Asante sana. Lakini wanafaa kuwajibika. Wanastahili kuwajibika. Tumefungia nani? Tunaeleza watu na muda. Naam, asante sana mwenzangu Andre. Mambo tu ni kama hayo. Japo tungekuwa na muda, tunao kina dada hapo wangeweza kuzungumza mawili matatu, lakini umesikia hapo kwamba wale ambao wamekalia viti wakati mwingi wanachukua nafasi zile pia kujiimarisha katika utetezi, na utetezi unaelekea katika ngome za siasa, na baadaye tumeona baadhi ya viongozi hapa wamepanda ngazi katika awamu hiyo na wakaweza kuwa wanasiasa tajika hapa nchini. Kutoka upande huu sina la ziada. Majembe kwako. Nisisahau kurejesha majembe studioni. Asante sana. Asante sana Willy Dennis Njiru kwa kurejesha majembe hapa studioni. Bila shaka naona pia muda kidogo unatukimbiza, lakini namuona bingwa mmoja hapa anasema ni Robert, anasema kieleweke, niko ndani ya show hadi tamati. Mwingine hapa anasema ni Pato, viongozi haswa NAT wakati Sosion alitimuliwa ikawa shughuli ya tumbo zao. Ronald Tonoi alijaribu, ingawa vita alivyopitia ni kama vile tu vya Sosion. Ndio maoni yake, zidi kusema nasi. Mtazamaji, tunauliza swali, iwapo kweli viongozi wa walimu hutetea maslahi ya walimu, na tunazidi kupata tu maoni tofauti kutoka kwa wadau mbalimbali kwenye mitandao yetu Facebook TV47 Kenya, na vile vile kwenye mtandao wa YouTube TV47 Kenya. Nambari yetu ya WhatsApp iko wazi, ni 0793267279. Sema nasi muda utakaponiruhusu, bila shaka nitakuwa napakua maoni yako. Sasa kwa sababu naona kidogo muda unatukimbiza, labda tupate kauli za mwisho na tuangazie mtazamo wa baadaye, kwa sababu kama hali ilivyo sasa ni kwamba wengi wa walimu ni kana kwamba hawana imani na vyama hivi vya kutetea maslahi ya walimu. Kwa hivyo sasa tuangazie ni mwelekeo gani vyama vinastahili kuchukua ili kurejesha ile imani kwa walimu. Tuanze na Kupet. Sio vyama sana, pengine ni walimu wenyewe. Ukiangalia katiba ya Kupet wameingiza clauses ya kuchagua 14. So wanachagua 14 kwa kila branch. Lakini kuna wale wanaitwa appointed. Wenye watachaguliwa sasa watakuwa kwa list ya Secretary General peke yao. Na hiyo inaweza kuwa 100. I think branch kama Kiambu watakuwa kama 90 hivi. Sasa demokrasia haitakuwa kwa vile watakuwa najua these appointed delegates ni wakina nani. So lazima walimu waitishe, wasukume officials za branches zao, waitishe branch general assembly, ndio wakuja wachakue our appointed delegates au wenyewe wenye watakuja kupiga kura huku national. Isikue watu ya bodaboda watatolewa waingizwe Kasarani waseme Akela ameingia, nani ameingia. So to avoid that, lazima waitishe, wa demand, they have the right, it is their right under the constitution, waitishe mkutano wa branch general assembly ndio wachakue wale wanaitwa appointed wakue elected, sio ile watakuwa appointed na partisan people wenye wako na interest ya ku protect interest yao wenye wako kwa national. Hiyo imetosha, mahali wamefanya protection, hiyo ishie. Sasa ikuje the real teacher, akuje Kasarani, afanye uchaguzi, amue ni nani atasukuma ili maneno ya union mpaka wapate mshahara mzuri kama hiyo ya clinical officer, mpaka wapate harmonized salary kama ile ya public service. Kama maneno ya stagnation ya job group isukumwe. Kwa nini wale walimu walitolewa TSC wakapelekwa Public Service Commission? Wale walikuwa kuwa na job stagnation wakatolewa kwa job group L direct to B. Kwa vile walikuwa wamekaa sana stagnation in Teacher Service Commission. So ndio wapate watu wenye wanaweza sukuma, sio wale wanachale maslahi yao, watafute watu wenye wako vibrant kwa union saa hii. So this is their chance. Hawatakuwa na chance nyingine for the next 5 years. Wakati ni sasa. Kauli yako ya mwisho Bwana Tonui? Kauli yako ya mwisho, kwa sababu nataka tufunge juu ya muda. Yes. Kwa yangu ni hiyo, ni juu ya uchaguzi, kwa vile uchaguzi inaendelea sasa hii. I would wish uchaguzi iendelee vizuri. Teacher Service Commission ichitoe kwa kuharibu register ya walimu. Tumesikia wanachezea kila mahali, hasa kwa Kupet. So waruhusu demokrasia
in the union wasiingilie, wangoje wenye watachakuliwa wakuja wakutane kwa meza wafanye negotiation. I think that is the best way to go. Okay. Not to interfere. Asante sana. Odhiambo, kauli yako ya mwisho, na pia ukinieleza mtarejesha vipi imani kwa walimu ambao wanaonekana ni kana kwamba wamekata tamaa. Kwa kifupi tu, kwa sababu naelezwa muda wetu. Chama ya taifa ya KNUT, mimi natumai walimu wako na imani na sisi. Tumepigania promotion ya walimu, tumepigania against delocalization, tumepigania afya ya walimu kwa kuintroduce SHA, tumepigania wale walimu ambao wangetaka kujiunga na uongozi wa chama, head teachers wameruhusiwa. Tumepigania kila jambo, hata wale walimu ambao wako nje. Tumefanya kazi nzuri. Lazima uelewe fika kwamba uongozi wa chama, tunasema kwa Kiingereza, labor is politics in and out of workplace. Yes. Kwa hivyo yale ambao mnasikia ndugu yangu hata Tunuya anasema, sisi wote kuchaguliwa ni wanasiasa. Wakati alikuwa pale sikusikia hizo maneno tamu anasema saizi, lakini sasa akiwa kule nje unaona mtazamo tofauti. Ananieleza alifurishwa, lakini ningependa kusema kwamba ile nyumba iko na furaha ni ile nyumba ambao kitanda inalegea. Kama kitanda ijalegea hiyo nyumba ina furaha. Hizo kupigana kwetu ni kawaida. Wale walimu ambao labda hawajafurahia na KUPPET wanataka KNUT, ama wale ambao wako nje wanataka mabadiliko, chama iko wazi. Waanze kuwa kwa school rep, wanaweza join the new CEO. That's why mimi naona TSC wakati wa sasa wametuachilia huru. Wamefungua hata TPay. Ukitaka kujoin KNUT, ingia pale kwa TPay, wewe ingia ndani. Na ninaona pale kwa KUPPET, labda ana habari, kazini yangu mdogo sana alichaguliwa 34 years Kisumu. Alitoa ule ambaye alikuwa ndani. Yeye anaitwa Osura George. Yeye inakueleza vile chama iko na demokrasia. Kwa hiyo maneno mengi, natakia walimu kila laheri na natakia uchaguzi wa amani. Asante sana Odhiambo. Mwalimu, kauli yako ya mwisho? Ninashukuru sana. Nitawaomba viongozi wa walimu ambao sasa hivi wanawawakilisha waweze kuwasimamia walimu kwa uhuru, wasije wakajiingiza kwenye siasa za kitaifa. Ndipo waweze kupata imani kutoka kwa walimu wote humu nchini. Lakini kwa asilimia kubwa ninawapongeza, wazidi kupigania sera na maslahi ya walimu katika taifa la Kenya. Nawashukuru sana. Naam, asante sana Mwalimu Tom Nyambeka. Ni mwalimu vilevile ni mwandishi wa vitabu, hali kadhalika mtaalamu wa masuala ya elimu. Shukran sana Alvance Odhiambo, ni naibu katibu mtendaji wa chama cha kutetea haki za walimu cha kitaifa KNUT, na vilevile Ronald Tunuya ambaye ni mweka hazina msaidizi wa kitaifa chama cha walimu KUPPET. Asanteni sana mabingwa kwa kufika kwenye kipindi. Mtazamaji, mie sina la ziada, ninatia kikomo kwa sasa, lakini kabla sijaondoka, kuna baadhi tu ya zile feedback ambazo tunapata kutokana na swali letu la siku, ambalo swali lenyewe lilikuwa ni, je, viongozi wa walimu hutetea maslahi ya walimu? Kwenye mtandao wa Facebook tunazidi kupata jumbe zako. Huyu ni Lucy Atieno anasema walimu wanateseka mashinani, viongozi wako mezani na kwenye serikali. Huyo ni Lucy Atieno, ndizo hisia zake. Brian Mutiso anasema hutetea walimu tu wakati wa uchaguzi wa vyama, baada ya hapo ni kimya. Huyo ni Brian Mutiso. Rose Njeri, uongozi wa vyama vya walimu umekuwa biashara si huduma. Ni Rose Njeri huyo, anasema kwamba uongozi huo umekuwa biashara wala si huduma kwa walimu. Daniel Karanja anasema viongozi wengi wa walimu hutanguliza maslahi binafsi badala ya sauti ya walimu walioko mashinani. Ni Daniel Karanja. Na mtazamaji, kwa sasa nitakuwa nakomea hapo, lakini usiende mbali. Chini ya dakika kama 10 hivi nitakuwa ninarejea papa hapa kwa taarifa zetu za TV47 Matukio awamu ya saa 7. Asante sana kwa wote waliofanikisha kipindi hiki cha TV47 Matukio, tukipiga darubini taswira ya elimu humu nchini na tukiangazia siasa za vyama vya walimu, huu ukiwa ni msimu wa walimu kupiga kura. Swali pale mitandaoni ni iwapo walimu kweli au viongozi wao wanatetea maslahi ya walimu. Mjadala huu hautakomea hapo, utazidi kuendelea pale mitandaoni na bila shaka tutakuwa tunazidi kutagusana, lakini kwa sasa wacha tupumzike kidogo. Tukirejea tutakuwa tunarejea na taarifa zetu za saa 7 mchana. Nimekuwa wako Andrine Kilemi. Kwa heri kwa sasa. Asanteni sana kwa kufika kwenye kipindi.
Tonui Odhiambo na Mwalimu Tom Nyambeka. Kwa heri mtazamaji.